Haleluya, wana wa Mungu aliye hai, karibuni sana. Ni semina yetu nzuri ya neno la Mungu inayokuijia mahala popote ulipo unanipata. Tunasonga mbele bila kupoteza muda. Tuendelee na somo tulilonalo katika hii semina ili tusonge mbele katika kujifunza. Somo letu katika semina yetu linaitwa kuishi kwa imani ya kutenda makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Hili ndiyo somo tulilo nalo katika semina yetu, kuishi kwa imani ya kutenda mambo makuu. Siku ya jana, ikiwa leo ni siku ya pili, nilikuonyesha kwamba malengo tulio nayo katika hili somo ni kuinua imani zetu ziweze kukua na kuimarika ili tuweze kutenda mambo makuu ambayo Mungu ametukusudia tuyafanye maishani mwetu. Haya ndiyo malengo hasa tulio nayo katika hili somo, ambapo kile kitabu cha Waebrania sura 38 ule mstari wa 10 tuliangalia siku ya jana, inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Ndivyo Biblia ilivyosema. Na kile kitabu cha Danieli sura ya 11 ule mstari wa 32b yenyewe tuliona ilisema, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Kwa siku ya jana tulianza ili somo kwa kuona namna ambavyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya imani na kumjua Bwana. Tukaona kwamba huwezi kutenda mambo makuu kwenye maisha yako kama imani yako haimjui Bwana. Tukaona ni muhimu kwa kila Mkristo kuhakikisha anamjua Bwana au anamjua Mungu. Tukaona pia kila mwanadamu hapa duniani kuna mema ambao Mungu ameyakusudia ayatende akiwa hapa duniani. Tukaona ile Yeremia 29:11-12 namna ilivyotusemesha kwamba nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini hata siku zenu za mwisho. Na anaahidi kwamba mtaniita, mtaniomba, nami nitawasikiliza. Ndio kitu tulichoona siku ya jana. Tukaona kiwango chako cha namna unavyomjua Bwana ndicho kiwango kinachoamua unapata mema ya kiwango gani kwenye maisha yako. Tukaangalia ile mifano kadhaa. Tukasema kama unamjua Mungu kwa 40%, uwe na uhakika kwenye maisha yako utakuwa unapata mema ya 40%. Kama unamjua Mungu kwa 50%, utapata mema ya 50%. Kama unamjua Mungu kwa 70%, utapata mema ya 70%. Kwa tukasema kama unataka upate mema zaidi mwaka huu, lazima uhakikishe unaongeza kiwango cha kumjua Mungu ndani yako. Pia tukawa tumepita ile siku ya jana tukaangalia kumjua Mungu kunaanzia kwenye kumwamini. Huwezi kumjua Mungu kama haumwamini. Lazima uhakikishe unamwamini, ndipo kumjua kunakuja ndani yako. Tukaangalia namna ambavyo Mungu ni Mungu wa mafunuo, na mafunuo yake yanabadilika kwenye majira na nyakati. Kwenye nyakati zile mafunuo haya yanaweza yakafaa, kwenye nyakati hizi mafunuo hayo yanaweza yasifae. Kwa tukasema kumjua Mungu kuna kusaidia ndani yako uwe na ile imani au uwe na ule uwezo wa kujua katika nyakati hizi nitembee kwenye mafunuo gani, na nyakati hizi nitembee kwenye mafunuo gani. Kumjua Mungu kunajenga hicho kitu ndani yako. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Na tukamalizia kwa kuona namna ambavyo mafunuo ya Mungu yako mbali na mawazo na akili za kibinadamu na mazoea ya kibinadamu. Tukaona namna ambavyo Mungu alimsemesha Yusufu kitu kigumu
cha kumpokea mwanamke ambaye ni mjamzito tayari na kusimama kama baba wa kambo wa yule mtoto na kulea ile mimba pamoja na Mariamu. Na tukaona hicho kitu hakikuwa chepesi kwa nyakati zile, ilikuwa ni mafunuo mapya, ila Mungu alimtaka Yusufu atembee nayo namna hiyo, kwa sababu ilikuwa ni nyakati hizo ndiyo mafunuo Mungu amekusudia Yusufu atembee nayo. Na tukaona kwa sababu Yusufu alikuwa anamjua Bwana, hakuwa na muda wa kubishana na Bwana, alipokea yale mafunuo na akatembea nayo. Baada ya kukupa marudio haya kwa uchache ili kuweka kumbukumbu sawa ndani yako, na ninaamini kila mtu amepata kumbukumbu fulani ndani yake ya kujua kule tulikotoka. Leo siku ya pili tunasonga mbele na somo letu hili katika semina kwa kwenda kuangalia kipengele kinachoitwa nini maana ya kumjua Bwana. Nini maana ya kumjua Bwana? Nini maana ya kumjua Bwana? Nini maana ya kumjua Bwana? Hiki ndio kipengele chetu cha leo ambacho tutaanza nacho. Tuombe. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante. Tazama Baba, ni siku ya pili. Roho Mtakatifu, wewe ndio mwalimu. Tunaomba uje hapa Bwana, umfundishe kila mtoto wako na utusaidie katika kile tunachoanza kujifunza. Kila mtoto wako aweze kujengwa na imani zetu ziweze kuimarishwa, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Kwa nimesema kipengele chetu cha leo kinaitwa nini maana ya kumjua Bwana au kumjua Mungu. Kipengele hiki kiko ndani ya somo letu linaloitwa imani ya kutenda mambo makuu. Nini maana ya kumjua Mungu? Nitaanza kwa kuwapa maana tatu za neno kumjua Mungu. Nitaanza kufundisha somo letu kwa kuwapatia maana tatu za neno kumjua Mungu. Nitaanza kufundisha somo letu kwa kuwapatia maana tatu za neno kumjua Mungu. Tuanze na maana ya kwanza. Maana ya kwanza, kumjua Mungu ni kile kitendo cha kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kujua anataka nini katika maisha yako. Kumjua Mungu ni kile kitendo cha kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kujua anataka nini kwenye maisha yako. Kumjua Mungu ni kile kitendo cha kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kujua anataka nini kwenye maisha yako. Sawa sawa na kile kitabu cha Warumi ile sura ya 10 ule mstari wa 9 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9 hadi wa 10 inasema namna hii: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa Biblia inasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na ukamwamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, Biblia inasema utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata hupata haki, na kwa kinywa hukiri hata hupata wokovu. Kwa tunaposema kumjua Mungu au kumjua Bwana, tunakuwa tunamaanisha kile kitendo cha mwanadamu yoyote yule kumwamini Mungu, kumwamini Yesu, kumkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu au wa maisha yako, na kujua huyu Mungu niliyemkiri na kumwamini anataka nini
kwenye maisha yangu. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki tunafundishwa sala ya nasadiki ni kama sala ya ungamo la imani, na ndiyo maana mtu akiwa ni mtu mzima kidogo, akiwa anataka kubatizwa, anaambiwa asali sala ya kanuni ya imani ili kukiri ile imani. Au watoto pia wanapobatizwa, kuna tendo la kukiri imani lazima walifanye. Unaona, wanasali pale, wanaulizwa unamkataa shetani na mambo yake yote. Mzazi au yule anayebatizwa anaitikia, ndiyo namkataa. Unamkataa shetani na fahari zake zote? Anajibu, ndiyo namkataa. Kwa nini unajibu yote hayo? Ina maana unakuwa unakiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na Biblia inasema pale tu unapokiri namna hiyo, inakutengenezea wokovu wa neema ya kuzaliwa upya kwenye maisha yako, na ndipo kitu cha kumjua Bwana kinaanzia pale. Kwa kitu cha kumjua Bwana au maisha ya kumjua Bwana yanaanzia ile siku ulipobatizwa. Ile siku ulipobatizwa kama Mkristo ndiyo siku ambayo kumjua Bwana kulianzia hapo kwenye maisha yako. Na kumjua Bwana ni kitu chenye muendelezo, na ndiyo maana unapobatizwa au unapomwamini kwa kumkiri, unatakiwa kuanza kujifunza, huyu Mungu niliyemwamini leo anataka nini kwenye maisha yangu? Kwa sababu ujue, mpaka Mungu amekupa nafasi ya kuwa Mkristo, ina maana kuna kitu anataka kwenye maisha yako. Mungu hajakupa nafasi kuwa Mkristo kama fashion, ila amekupa kuwa Mkristo kwa sababu kuna kitu anataka kwenye maisha yako. Ni kazi yako kutafuta na kujifunza Mungu anataka nini kwenye maisha yangu. Hiyo ndiyo kazi kubwa ulio nayo. Mungu anataka nini kwenye maisha yangu? Tujiulize tu, watu tulioko hapa, kama unanitazama au unanisikiliza, wewe jiulize tu, ni lini uliwahi kukaa ukaanza kujiuliza, hivi mimi Mungu anataka nini kwenye maisha yangu? Swali kama hili anajiuliza pekee mtu anayemjua Bwana, kwa sababu Mungu kuna vitu anataka kwako. Kwa kama unamjua, utalijua hilo pia, kwamba anataka kwangu nini. Tusonge mbele na maana ya pili ya kumjua Mungu. Maana ya pili ya kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni kitendo cha muumini kujifahamu yeye ni nani mbele za Mungu na Mungu ni nani kwake, na analiishi hilo na kulisimamia. Kumjua Mungu ni kitendo cha muumini kujifahamu yeye ni nani mbele za Mungu na Mungu ni nani kwake, na analiishi hilo na kulisimamia. Maana ya pili ya kumjua Mungu ni kitendo cha muumini kujifahamu yeye ni nani mbele za Mungu na Mungu ni nani kwake, na analiishi hilo na kulisimamia. Kwa hiyo maana ya pili ya kumjua Mungu ni ile hali ya wewe muumini, wewe Mkristo, kujifahamu mbele za Mungu, kujifahamu wewe ni nani mbele za Mungu na kumfahamu Mungu ni nani kwako. Ujue Mungu ni Mungu, lakini ni zaidi ya Mungu kwenye maisha yako. Narudia tena hii kauli. Mungu ni Mungu, ila ni zaidi ya Mungu
kwenye maisha yako. Na ndiyo maana ukiwa unataka kumjua Bwana ni kitendo cha wewe kujua Mungu ni nani, na unalisimamia hilo la Mungu ni nani kwenye maisha yako. Angalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo, kuna fundisho tutapata pale. Injili ya Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 16. Injili ya Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 16. Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 16 inasema namna hii: basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena? Wakasema, wengine unena, watu wakinena wakasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo na Mungu aliye hai. Nisikilize pole pole. Biblia inasema Yesu kipindi kile anatembea huku na huku anahubiri Injili. Alifika mahala kaona kila mtu anamuongelea vile anavyojua yeye, kila mtu anamuongelea kivyake. Yesu akatamani kujifahamu, watu wanamchukulia yeye ni nani, na akataka kujua, je, hawa wanafunzi nilionao wananijua au hawanijui? Kwa akawauliza swali, kawaita akawakusanya wote, Petro njoo, Yohane njoo, Mathayo njoo, Zebedayo njoo, Yuda njoo, wote 12. Afu akawauliza swali, akawaambia, huko nje watu wanaongea mengi kuhusu mimi, wanasema mimi ni nani? Wale wanafunzi wake wakaanza kujibu. Mwingine akasema, wanasema we ni Elia. Mwingine akasema, wanasema we ni Yohana. Mwingine akasema, wanasema wewe ni Musa. Mwingine akasema, wanasema we ni moja ya manabii ambao walikuwepo enzi hizo. Yesu akasikiliza hayo majibu, afu akawageukia wanafunzi wake akawauliza swali, je, na nyie mnasema mimi ni nani? Akawauliza hilo swali, na nyie mnasema mimi ni nani? Katika ili swali la Yesu, ndani yake alikuwa anataka kupima kiwango cha kumjua Bwana kilichoko ndani ya wanafunzi wake. Alitaka kucheki kama wanamjua kweli au hawamjui. Angalia walichosema. Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Narudia tena hii. Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Umeona hiyo? Petro akajibu jibu sahihi kwenye nyakati sahihi, na Yesu akampongeza. Yesu akampongeza. Nisikilize, mwana wa Mungu aliye hai. Petro alijua Mungu ni nani, alimjua Mungu, na ndio maana akamwambia, ndio wewe ni Mungu, lakini na kujua kwangu wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sikujui tu kama Mungu wa kawaida, maana hata waganga wa kienyeji nao wana miungu yao. Sikujui tu kama Mungu wa kawaida, maana hata dini nyingine za kuabudu sanamu zina miungu yao. Ila ninakujua kwamba wewe ni Mungu uliye hai. Ninakujua wewe ni Kristo mpakwa mafuta. Ninakujua wewe ni Mwokozi. Ndicho kitu alichokuwa anajua ndani yake, kwa sababu alikuwa anamjua Bwana. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Mungu. Na ndio maana nikakwambia hivi, kumjua Mungu ni kitendo cha kujifahamu wewe ni nani mbele zake na yeye ni nani kwako. Tusonge mbele na maana ya tatu. Maana ya tatu ya kumjua Mungu. Maana ya tatu ya kumjua Mungu ni kitendo cha Mkristo
kutambua yale yote ambayo Mungu anayapenda na kuishi maisha ya ushirika naye katika kuyafanya. Kumjua Mungu ni kitendo cha Mkristo kutambua yale yote ambayo Mungu anayapenda na kuishi maisha ya ushirika naye katika kuyafanya. Ni kile kitendo cha Mkristo kutambua yale yote ambayo Mungu anayapenda na kuishi maisha ya ushirika naye katika kuyafanya. Kwa kwenye eneo hili la tatu tunaona kumjua Mungu ni kile kitendo cha mimi na wewe kama Wakristo kukuwa na ule uwezo wa kutambua Mungu anapenda nini. Mungu anapenda nini? Na ukishatambua yale yote ambayo Mungu anayapenda, unaishi maisha ya ushirika na Mungu katika kuyafanya yale anayoyapenda. Ili tuelewe vizuri hapa, lazima wote tujiulize, Mungu anapenda nini? Mungu anapenda nini? Wewe jiulize tu kwenye moyo wako. Mungu anapenda nini? Mungu anapenda nini? Acha nikupe mifano kadhaa kama mwalimu ikusaidie kukuongezea kitu ndani yako. Kwa mfano, Mungu anapenda tuishi bila dhambi. Mungu anapenda tuishi bila dhambi. Huo ni mfano wa kwanza. Mungu anapenda tuishi bila dhambi. Mfano wa pili, Mungu anapenda tuishi maisha ya toba. Mungu anapenda tuishi maisha ya toba. Huo ni mfano wa pili. Mungu anapenda tuishi maisha ya toba. Mfano wa tatu. Mungu anapenda tuishi maisha ya kusoma Biblia kila siku. Mfano wa tatu, Mungu anapenda tuishi maisha ya kusoma Biblia kila siku. Mungu anapenda tuishi maisha ya kusoma Biblia kila siku. Mfano wa nne. Mungu anapenda tuishi maisha ya sala kila wakati. Mungu anapenda tuishi maisha ya sala kila wakati. Mungu anapenda tuishi maisha ya sala kila wakati. Mfano wa tano. Mungu anapenda tuishi maisha ya kutoa sadaka nyakati zote. Mungu anapenda tuishi maisha ya kutoa sadaka nyakati zote. Mungu anapenda tuishi maisha ya kutoa sadaka nyakati zote. Mfano wa sita. Mungu anapenda tuishi maisha ya kufuata mafunuo yake kadiri ya majira na nyakati. Mungu anapenda tuishi maisha ya kufuata mafunuo yake kadiri ya majira na nyakati. Mungu anapenda tuishi maisha ya kufuata mafunuo yake kadiri ya majira na nyakati. Kwa ujumla, hii ni mifano ambayo nimekuwekea pale. Roho Mtakatifu ameweka kwa makusudi hii mifano ili kuonyeshe yale mambo ambayo Mungu anayapenda. Kile kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 14 ule mstari wa 15 kinaweka msumari pale. Yohana 14:15. Injili ya Yohana sura ya 14 ule mstari wa 15. Yohana sura ya 14 mstari wa 15 inasema namna hii: mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Ili umpende Mungu lazima ujue unawezaje ukampenda. Na kumpenda Mungu kuna tafsiriwa ndiyo kushika amri zake. Kumpenda Mungu ndiyo kuna tafsiriwa ndiyo kushika amri zake. Huwezi kushika amri za Mungu kama haumpendi, na huwezi kumpenda Mungu kama haujui unampendaje. Na ndio maana hii mifano niliyokupa inakusaidia kuona namna ambavyo unavyoweza ukampenda Mungu, watu wa Mungu, na kurudisha kwenye ile maana ya tatu. Kumjua Mungu ni kitendo cha kutambua yale yote ambayo Mungu anayapenda
Kwa unatambua kwamba Mungu anapenda niishi bila dhambi. Kwa unaanza kuishi bila dhambi. Unaweka ushirika naye na unaishi bila kufanya dhambi. Unakuja kwenye la pili. Mungu anapenda nisome Biblia. Kwa kwenye maisha yako kila siku utasoma Biblia. Utasoma Biblia asubuhi, utasoma Biblia mchana, utasoma Biblia usiku. Kila siku. Kwa sababu ndani yako unajua Mungu anapenda nisome Biblia. Huko ndio kumjua Mungu. Kwa usije ukafikiria kumjua Mungu ni kitu kigumu sana. Wala sio kitu kigumu. Ni hiki tu cha kutambua haya anayoyapenda na ukayaishi hayo kwa ushirika naye. Tunaposema ushirika naye, tunamaanisha kwa kushirikiana wewe na yeye katika kuyatekeleza. Si kama unanielewa, mwana wa Mungu aliye hai. Oh, kama unanielewa, sema amen kwa jina la Yesu. Kanda rabo shaka. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Kanda rabo shaka. Oh, rabo shenderebo saka. Twende muda huu tuangalie kipengele kingine kinachoitwa sifa za mtu anayemjua Mungu. 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 Sifa ya kwanza ya mtu anayemjua Mungu, anaishi maisha ya kiroho kwa kujisimamia mwenyewe na sio kusimamiwa na mtu mwingine. Sifa ya kwanza, anaishi maisha ya kiroho kwa kujisimamia mwenyewe na sio kusimamiwa na wengine. Sifa ya kwanza ya mtu anayemjua Mungu, anaishi maisha ya kiroho kwa kujisimamia mwenyewe na sio kusimamiwa na mtu mwingine. Kile kitabu cha Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 10 inaongea vizuri sana pale. Waefeso 6:10, Waefeso 6:10 inasema namna hii. Waefeso 6:10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa Biblia inasema mzidi kuwa hodari katika Bwana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kiwango chako cha kumjua Mungu kiongezeke, ili uhodari utengenezeke ndani yako katika uweza wa nguvu za Mungu. Pole pole ili tuelewane. Pole pole ili tuelewane. Anaishi maisha ya kumjua Mungu lazima ndani yake atatafuta uhodari, na ili awe hodari lazima atakuwa na userious kwenye maisha ya kiroho ya kwa kuyaishi kwa kujisimamia mwenyewe na sio kusimamiwa na watu wengine. Kuna baadhi ya watu ambao hawawezi kuishi maisha ya kiroho kwa kujisimamia. Hawawezi. Kwenda kanisani lazima apigiwe simu ndio anaenda, bila kutumiwa message kwamba leo kuna fellowship saa 8. Haji. Na ukikutana naye, kitu cha ajabu unaweza ukamuuliza, samani mpendwa, mbona leo sikukuona fellowship? Anakwambia haukunitumia message, sikuona message. Mimi huwa najiuliza, kwa sababu mimi pia ni mratibu wa charismatic kwenye kikundi chetu cha sala cha parokiani. Huwa nashangaa baadhi ya watu wenye hiyo tabia, na hichi kitu nimehudumu majimbo kadhaa, nimeona kipo karibuni kila mahali. Watu hawaji kwenye sala, anasema kwa sababu hamkunitumia meseji. Unajiuliza, ina maana huyu bila kuambiwa njoo haji? Yeye mwenyewe ndani yake hana shauku, hana kiu ya kwenda kusali mpaka aambiwe njoo. Na ndio maana unatakiwa tu ujipime ndani yako. Mambo ya kiroho unayoyafanya huwa ni mpaka uambiwe au unajisukumaga mwenyewe kwa msukumo uliopo ndani yako kuyafanya? Ukijiona kila jambo lako la kiroho mpaka uambiwe, ina maana haumjui Mungu uliye naye anataka nini. Haumjui Mungu. Maana anayemjua Mungu atajua Mungu anachotaka. Kwa hatosubiri kusimamiwa ili akifanye.
atakifanya mwenyewe, kwa sababu ndani yake ana shauku ya kukifanya, maana anamjua Mungu wake. Anajua nisipofanya atanikasirikia. Na unajua, katika nyakati za sasa usikubali kuishi na Mungu akiwa amekukasirikia. Ishi na Mungu akiwa rafiki yako na si akiwa amekukasirikia, kwa sababu hizi nyakati za sasa ni nyakati za hatari, ni nyakati za uovu, ni nyakati ambazo roho ya kuzimu imefungua kinywa namna hii, inameza watu, inameza maisha ya watu. Kwa Mungu akiwa ni rafiki yako, muda wote atakuwa na wewe kuhakikisha haumezwi na mifumo ya uovu iliyopo kwenye nyakati za sasa. Ila ndani yako ukilala, ukisubiri kusimamiwa, ukisubiri kuambiwa, vitu vyako vingi sana vitamezwa na mifumo ya uovu iliyopo kwenye nyakati za sasa. Mwana wa Mungu ulioko mahali hapa, kama kuna mahala unataka kutoboa kwenye hizi nyakati, hakikisha maisha yako ya kiroho sio ya kusimamiwa, unajisimamia mwenyewe na Mungu ataweka mkono wake kwako. Hautarudishwa nyuma, utasonga mbele. Hata kama ukila ngano na mtama na wengine wakila nyama na siagi, Bwana atanawilisha vya kwako. Kuna watu wanasema, mwalimu, sijaelewa. Nasema hivi, wakina Danieli walikula mtama, walikula ngano, wengine wakala nyama, lakini waliposimamishwa siku ile kwa pamoja, wakina Danieli waling'aa, ingawa walikula mtama na ngano, na waliokula nyama na samaki na vinono vilikonda. Nisikilize vizuri, utakapomjua Bwana na ukajua kujisimamia mwenyewe, katikati ya bidhaa unazouza, ukisimamisha bidhaa yako na bidhaa ya mwingine, kila mtu atasema tunataka ya yule, tunataka ya yule, kwa sababu ndani yake anamjua Bwana. Ukipeleka sehemu barua yako ya kazi, ukaitwa kwenye interview, cheti chako na wewe mwenyewe na CV yako vitaonekana bora kuliko za wale, kwa sababu ndani yako unajua kujisimamia katika Bwana. Anaweka mkono. Ukitaka mambo yawe marahisi kwako, imarisha kumjua Bwana kwenye eneo la kujisimamia. Mungu akusaidie. Rapashenderebosaka. Haleluya, kanisa la Mungu. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Kama unaelewa sema amen kwa jina la Yesu. Tusonge mbele na pointi ya pili. Tusonge mbele na pointi ya pili. Pointi ya pili au sifa ya pili ya mtu anayemjua Bwana. Sifa ya pili, anaishi maisha ya mchana, yaani kila kitu chake kina nuru. Ila asiyemjua Bwana, maisha yake yamejawa na njama za giza na siri za dhambi. Sifa ya mtu anayemjua Bwana, anaishi maisha ya mchana, yaani maisha yake yana nuru, yana mwanga. Ila asiyemjua Bwana, maisha yake yamejawa dhambi na njama za giza na siri za dhambi. Sawasawa na kile kitabu cha Methali sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 19. Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia soma tena hiyo pointi. Soma tena hiyo pointi. Kuna mtu umemwacha na mimi natii nasoma. Anasema hivi, sifa ya pili ya mtu anayemjua Mungu, anaishi maisha ya mchana, yaani kila kitu chake kina nuru. Ila asiyemjua Bwana, maisha yake yamejawa na njama za giza na siri za dhambi. Sawasawa na kile kitabu cha Methali sura ya 4 ule mstari wa 18 hadi wa 19. Methali sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 19. Methali sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 19. Methali sura ya 4 mstari wa 18 hadi wa 19 inasema namna hii: bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Kwa unaona hili neno linavyosema, njia ya wenye haki
ni kama nuru ing'aayo. Ina maana wenye haki, wale watu wanaomjua Mungu, maisha yao ni kama nuru, maisha yao yana utukufu, maisha yao yanang'aa kama mchana. Ila watu ambao hawamjui Mungu, maisha yao ni giza, hayana utukufu. Kuja nikwambie kitu. Ukisoma kitabu cha Hagai ile sura ya pili, kitabu cha Hagai ile sura ya pili, ukaanzia ule mstari wa 9, ukasoma na ule wa 10, ukasoma na ule wa 11, utaona Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Afu baadaye anamalizia kwa kusema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Afu tena anasema Mungu atatikisa mambo yote yanayotamaniwa na mataifa, atakupatia, ikiwemo fedha, dhahabu na mali atakupatia. Nisikilize vizuri. Palipo na utukufu wa Mungu pana fedha, pana dhahabu na pana mali. Pasipo na utukufu wa Mungu hakuna fedha, hakuna dhahabu, hakuna chochote, kuna njaa. Mtu anayeishi maisha ya kumjua Mungu, maisha yake yana nuru, yana utukufu, yana chakula, maisha yake yana fedha, maisha yake yana mali, maisha yake yana maendeleo. Ukijiona maisha yako hayana fedha, hayana mali, hayana chakula, hayana maendeleo, hiyo ni sifa ya mtu asiyemjua Mungu. Sasa sikwambii humjui Mungu, ila mimi nakufundisha. Afu kazi yako ni kujipima. Je, nina hili na hili na hili? Kwa kama hauna hela, hauna mali, hauna upako kwenye huduma yako, hauna kibali, kumjua Mungu hakupo kwako, kwa sababu anayemjua Mungu hakosi mojawapo katika hayo. Pole pole tutaenda tukielewana. Kumjua Mungu kunaleta mwanga kwenye maisha ya mtu, kwa sababu yeye ni nuru ya ulimwengu. Hauwezi kukaa na nuru afu wewe ukawa gizani, haiwezekani hata siku moja. Na ndio maana ukinunua taa, ukiiweka ukutani, ukawasha tap, mwanga ukiwaka, pale ulipo unaonekana uko kwenye mwanga. Kwa nini? Kwa sababu umeweka taa, umewasha. Ndivyo sawa na mtu anayemjua Mungu. Mungu ni nuru, ukiwa naye atakuwekea mwanga. Na ndio maana mtu wa Mungu ulioko hapa, unatakiwa hichi kitu kukitambua siku ya leo na kikuingie kwenye moyo wako, ili kila eneo la maisha yako uhakikishe Mungu unayemjua ameliwekea mwanga. Kama jana nilivyokuambia, Musa alikaa kuongea na Mungu siku 80, alishuka na nuru. Na we lazima uhakikishe una nuru kwenye maisha yako, una mwanga kwenye maisha yako, una mwanga wa fedha, una mwanga wa mali, una mwanga wa dhahabu, una mwanga wa utele kwenye maisha yako. Saa ya utele imefika, nayo ni leo. Mjue Bwana uone utele. Sema amen kwa jina la Yesu. Tusonge mbele na sifa ya tatu. Sifa ya tatu na ya mwisho. Sifa ya tatu na ya mwisho, kisha tuende kuomba. Sifa ya tatu na ya mwisho. Anayeishi maisha, sifa ya tatu, anaishi maisha ya kujisimamia au ya kusimamia kile Mungu ameweka ndani yake. Hajisumbui na kukisema cha wengine. Sifa ya tatu ya mtu anayemjua Mungu, anaishi maisha ya kusimamia kile Mungu ameweka ndani yake. Hajisumbui na kukisema cha wengine. Anaishi maisha ya kusimamia kile Mungu alichoweka ndani yake, anakisimamia. Haishi maisha ya kujisumbua na kukisema cha wengine. Tutaelewa vizuri sana hii pointi kupitia mfano nitakaokupa
wa Ibrahimu na Ayubu. Mfano wa Ibrahimu na Ayubu utatusaidia kupata picha fulani ndani yetu katika hii pointi niliyokupa ya kwamba sifa ya tatu aliyo nayo mtu anayemjua Mungu, lazima kwenye maisha yake anaishi maisha ya kusimamia kile Mungu ameweka ndani yake, anakisimamia, hajisumbui na vya wengine. Wacha nikupe mfano wa Ibrahimu na mfano wa Ayubu ili itusaidie wote wawili kupata picha ndani yetu. Tuanze na Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na maisha ya kitajiri sana. Hakuwa na jaribu lolote la kiuchumi kwenye maisha yake. Ibrahimu alikuwa na maisha ya kitajiri mno. Hakuwa na jaribu lolote la kiuchumi. Ukiangalia kile kitabu cha Mwanzo sura ya 13 ule mstari wa pili. Kitabu cha Mwanzo sura ya 13 ule mstari wa pili. Mwanzo 13:2 inasema namna hii. Na Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana. Sikiliza, kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Kwa Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana wa mifugo, fedha na dhahabu. Ibrahimu kwake utajiri haikuwa cha tatizo, haikuwa changamoto, ila alikuwa na shida moja ya kukosa mtoto. Kwa habari ya fedha na utajiri hapakuwa shida kwa Ibrahimu, ila kwa habari ya uzao ilikuwa ni shida kwa Ibrahimu. Nielewe vizuri, mtu wa Mungu, habari ya fedha na mali haikuwa shida kwa Ibrahimu, ila eneo la uzao lilikuwa ni changamoto kwa Ibrahimu. Ilikuwa ndiyo mateso yake yako hapo. Afu njoo kwa Ayubu. Njoo kwa Ayubu. Ayubu yeye, ukisoma kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza ule mstari wa 13 hadi wa 19. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 13 hadi wa 19. Unaona namna ambavyo Ayubu alipoteza mali zake zote akaingia kwenye umaskini. Ayubu alipoteza mali zake zote akaingia kwenye umaskini. Angalia nikusomee hii mistari usikie. Ilitokea siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Hayo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuwaangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine naye akasema, Wakalidayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao. Mara wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukaipiga nyumba pembe zake 4. Huyo nayo ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa. Ni mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Nisikilize polepole. Ayubu alikuwa na kila kitu, lakini ghafla kikapotea vyote alivyo navyo, vikapotea vyote kwa siku moja. Mali zikapotea, mifugo ikapotea, watoto nao wakafa wote ndani ya siku moja. Siku moja, mtu wa Mungu, elewa, siku moja. Akapoteza mke, akapoteza watoto. Samani, sio mke, akapoteza watoto, akapoteza mali zilizokuwa zinamuingizia fedha, akapoteza rasilimali ya mifugo iliyokuwa inasapoti uchumi wake. Kwa kifupi ni kwamba alifilisika ndani ya siku moja. Ayubu, utajiri wote ukapotea kwa Ayubu. Sasa sikiliza vizuri, huku kuna Ibrahimu, huku kuna Ayubu. Ibrahimu yeye
hakuwa na shida ya utajiri, hakuwa nayo, alikuwa na utajiri wa kila kitu, ila shida yake ilikuwa ni mtoto, hakuwa naye. Ayubu yeye alikuwa na kila kitu, vikafilisika, akabaki anateseka na magonjwa, hana watoto, hana mali, akabaki na umaskini. Kwa ukikaa kuwatazama, Ibrahimu ana jaribu lake na Ayubu ana jaribu lake, ila yote yametoka kwa Mungu. Nielewe vizuri, Ibrahimu ana jaribu lake na Ayubu ana jaribu lake, na kila mmoja kuna pagumu anapitia, na wote msababishaji wa hilo jaribu ni Mungu, sio shetani. Wote ni Mungu ndiye aliruhusu yakawapata wote. Asavuta picha, Ayubu na Ibrahimu wao wanakaa mtaa mmoja. Ayubu na Ibrahimu wanakaa mtaa mmoja, majirani wamewazunguka. Ni rahisi sana au majirani kuanza kuyasema maisha ya Ibrahimu, yaani yule ana hela, ni tajiri, lakini hana mtoto. Itakuwa ni ndagu ile. Kizazi chake alishakitoa sadaka kuzimu. Kizazi chake lazima alishakitoa kafara, ndio kinachomzalishia hela. Ndio watu wanaweza wakamsema namna hiyo. Afu njoo kwa Ayubu. Njoo kwa Ayubu. Majirani wanaweza wakamsema Ayubu naye namna hii. Yaani yule bwana alikuwaga tajiri sana, siku hizi amefilisika, hamna kitu pale. Atakuwa alikuwaga ni mchawi, alikosea masharti. Si unajua hela za madawa bwana, hela za madawa ndivyo zilivyo, zinaondokaga zote. Hata watoto sinaona amepoteza, alikosea masharti yule. Kwa wangemsema Ibrahimu, wangemsema na Ayubu, wote wangewasema pasipo kujua. Ibrahimu katika vita yake na jaribu lake la kukosa mtoto, anajua ni nini Mungu wake amefanya mpaka amekosa mtoto, na anajua lini atavuka hapa. Na ukija pia kwa Ayubu, utamsema pasipo kujua yeye mwenyewe amepatana nini na Mungu wake kwenye jaribu lake la kupoteza mali na watoto. Anajuana na Mungu wake. Na Ibrahimu na Ayubu nao pia wasipokuwa wanajitambua, wanaweza wakasemana pasipo kujua ni Mungu ndiye amesimamia jaribu lao. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu aliye hai. Sifa ya tatu muhimu ya ukomavu ya mtu anayemjua Bwana: hawezi kuumiza kichwa kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine. Hawezi kuumiza kichwa kwa ajili ya jaribu la mtu mwingine. Hawezi kumpoteza muda kumsema mtu kwa ajili ya changamoto anayopitia. Kwa nini? Kwa sababu anayemjua Bwana anajua wazi kabisa yule anapitia changamoto ile, anajuana na Mungu wake kwenye hiyo changamoto yake. Yule naye amepoteza pale, anajuana na Mungu wake kwa nini amepoteza pale. Ndo maana nikakwambia ni rahisi sana kumsema Ayubu amepoteza kila kitu na ukamsingizia na makesi ya uongo pasipo kujua yeye Ayubu anajuana na Mungu wake kwa nini amepoteza pale. Mtu wa Mungu unayenitazama na unayenisikiliza, usipoteze muda kujadili maisha ya watu, kuyasema maisha ya watu, wala usiumize kichwa kupambana pia na wale wanaoyasema maisha yako, wanaosema maisha yako, wanaopiga vita maisha yako. Usipoteze wakati kuwajibu, usipoteze wakati kushambuliana nao. Cha muhimu, wewe unamjua Bwana na unajua kwa nini iko namna hii. Wewe na Mungu wako komaa naye. Ongeza bidii katika maombi, ongeza bidii katika sala, ongeza bidii katika shukrani. Nyakati za Bwana zitaongea. Zitaongea. Na ndio maana wanaomjua Bwana hawashindani na wengine, bali wao wanakomaa katika sala, kwa sababu wanajua kwa Mungu wangu nyakati zitaongea. Raposhaka. Haleluya. Wana wa Mungu ale hai, tunaomjua Bwana hatushindani na maneno yao. Raboshandaraba. Tunaomjua Bwana hatupigani vita na wakina Goliati, maana tunajua Bwana anatujua, ameshatupa siri ya kumpiga Goliati. Angalia, Goliati alikuwa na maneno mengi sana: takupiga, nitakulaani, nitakuua. Daudi alinyamaza. Daudi yeye alichukua zake sling, yani kombeo, akaweka jiwe, akazungusha,
Goliati anapiga tu domo, akazungusha, akaachia pigo moja, Goliati chini. Nisikilize vizuri, wanaomjua Bwana hawanaga maneno mengi kwenye haya maisha, wanajua pa kutokea. Nisikilize mtu wa Mungu unayenitazama, tumejifunza hapa namna ya kumjua Bwana ndani yako. Yamkini umepata kiu, yamkini umepata shauku ya kusema natamani na mimi leo nimjue Bwana. Kandarabusha karaba. Yamkini umepata kiu, yamkini umepata shauku ndani yako ya kusema natamani leo nimjue Bwana, natamani leo nimjue Bwana, natamani leo nimjue Bwana. Katika ile kiu uliyopata ndani yako, katika ile shauku uliyopata ndani yako, tutaenda kuomba muda huu ili hiyo shauku iliyokuingia Mungu akupe mafuta, Mungu akupe mafuta ya kumjua, ya kumjua, ya kumjua. Yamkini unamjua lakini si kwa asilimia kubwa, unatamani kiwango kiongezeke. Tutaenda kuomba ili hicho kiwango kiongezeke, ili hicho kiwango kiongezeke. Kandarabusha karabasiki. Kuna wakati unaweza ukawa una changamoto, ukazunguka kutafuta majibu, kasali na kusali, lakini uyaoni. Kumbe jibu lipo kwenye kumjua Bwana. Najaribu kufikiria kama Ayubu angekuwa amjui Bwana, au kama Ibrahimu angekuwa amjui Bwana, yamkini angezunguka sana kwa ajili ya ile changamoto ya kukosa mtoto. Yamkini angeombewa kila mara, yamkini angeshirikisha kila mtumishi. Najaribu tu kufikiria gharama ambayo Ibrahimu au Ayubu angeingia kama angekuwa amjui Bwana. Ndivyo yamkini hata wewe mahala ulipo, kuna gharama kubwa umeingia, kuna malipo unalipa, kuna mateso unagharamikia, na jibu lipo kwenye kumjua Bwana. Nisikilize, nyakati za sasa ni nyakati za kuhakikisha imani yako inamjua Bwana. Maana nyakati hizi tunaishi kwa imani, na si tu imani ya kawaida, bali ni imani inayomjua Bwana ili tutende mambo makuu katika maisha yetu. Ndio Mungu aliye hai. Ndio maana nataka kukuombea upako, mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana. Oh, pokea hayo mafuta ya kumjua Bwana. Pokea kwa jina la Yesu mafuta ya kumjua Bwana. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kumiminia mafuta ya kumjua Bwana. Yanateleleka, yanateleleka. Oh, kuna watu mahala walipo wanapokea hayo mafuta, wanapokea hayo mafuta ya kumjua Bwana, ya kumjua Bwana, ya kumjua Bwana. Pokea mahala ulipo mafuta, 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 mafuta ya kumjua Bwana. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yanateleleka, yanateleleka, yanamiminika, 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 yanamiminika. Mafuta, 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 mafuta ya kumjua Bwana, ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana. Oh, ninaona mtu ameshika kitambaa akilia machozi, akilia machozi, akijifuta machozi kwa sababu ya maumivu na mapito anayopitia. Wewe mtu mwenye kulia, pokea mafuta, 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 mafuta ya kumjua Bwana. Oh, ninaona mtu akikuna kichwa, mwingine akijishika kidevu kwa ajili ya kuwaza mawazo ya kujiwazua, nitavukaje hapa? Nitatokaje kwenye hili? Mbona sioni pa kutokea? Na kumiminia mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana. Pokea mafuta, mafuta, mafuta ya kumjua Bwana, na mimina ndani yako mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana. Oh, ninaona mtu hapa anajiuliza, nitakuwaje kiroho? Mbona mimi niko pale pale? Nimeingia kwenye uamsho miaka mingi, nimekaa miaka mingi, sikui, siendelei. Nimesoma CMK, nimesoma kitu gani? Ila niko pale pale. Ninaona mtu akijiuliza, kwa nini kile kikundi hakikui? Oya, mafuta, 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 mafuta.
pokea hayo mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana. Kandarabo shakarabaseke. Ninaona mtu akifungua biashara ikipoteza wateja akaifunga, akafungua mahala pengine akapoteza wateja akaifunga, mwishowe akataka kugeuza iwe baa. Haya mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana, ili hapo ulipotaka uangukie usiangukie, huo mpango wa dhambi uliotaka ukauanze ukauache. Mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kushukie. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Rapo shandarabasaka. Huo ugonjwa, oh, mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana, mafuta ya kumjua Bwana, ili huo ugonjwa utoeke kwako, uondoke kwako. Mafuta kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea. Rapo shandarabasaka. Kandarabo shakarebo sandarabashaka. Rapanderebo shakariandarabashiki. Sema haya maneno, mtu wa Mungu, mahala ulipo. Sema, Mungu Baba, ninaomba unipe neema ya kukujua. Sema, naomba unipe neema ya kuongezeka kukujua, maana nimesikiliza haya mafundisho, nimetambua kiwango changu cha kukujua ni kidogo. Sema, Baba, naomba uniongezee kiwango cha kukujua, niongezeke zaidi hapa, niongezeke zaidi hapa. Baba, nilifikiri na kujua. Sema, Baba, niongezee kukujua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba mwenyewe, endelea kuomba mwenyewe, endelea kuomba mwenyewe. Rapo shandarabasaka, rapo koriandereboshaka, katika jina la Yesu. Kiwango cha kumjua Bwana, kiwango cha kumjua Bwana, kutoka 70 kiende 99, kutoka 50 kiende 99. Oh, hiyo moja ibaki kwa sababu ya wanadamu na unyenyekevu. Oh, rapokoriande rikishakata ropo shamaka. Kiwango cha kumjua Bwana, kiwango cha kumjua Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Oh Mungu, ninaomba upite hata katikati ya wale wanaotuma maombi kuomba Baba pamoja na sisi. Mungu, tunaombea maombi yao, waliotuma maombi wote Baba kwenye namba zetu za simu, tunayaleta maombi hayo kwako. Tunaomba Bwana ushughulike nayo, maana we Mungu tunayekujua hujawahi nyamaza. Ndio maana ulisema mtaniita na kuniomba nami nitawasikiliza. Ndio maana tunaomba usikilize hizo taabu za watoto wako, hayo masumbufu ya watoto wako, katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana uyajibu, tunaomba Bwana uyajibu, tunaomba Bwana uyaonekanie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ropo shandarabosaka karabandereboshaka. Hakika Baba tunakuinua, hakika Baba tunakutukuza, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii Bwana. Tazama Baba, ni siku ya pili umezungumza na sisi, umesema nasi mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Tunanyenyekea kwako Alfa na Omega, tukiachilia yote mikononi mwako, tukiomba neema yako itufunike na kutulinda, katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Mungu akubariki sana mpendwa. Tumefika tamati ya siku ya pili ya semina yetu. Kesho tunaendelea na siku ya 3 ya semina. Kama umetufuatilia semina yetu kwa njia ya YouTube, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya Jerusalem Family TV Mwalimu Petro Evodia Bazwele. Subscribe channel yetu ili upate nafasi ya kuendelea kupata masomo kila wakati, kama bado hujasubscribe. Au ulitufuatilia kupitia Facebook, follow account yetu. TikTok pia unaweza ukatufollow, Instagram pia unaweza ukatufollow. Hakikisha kila mahala umetufollow, ili kila mahala utakotembelea ukutane na neno, ukutane na neno. Na Mungu akubariki sana. Tukutane tena kesho.